أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Taban ni kwamba kanun kama kanun, si kila kanuni mwanadamu anakubaliana nayo. Kuna kanuni zingine ambazo kwamba mwanadamu hakubaliani nayo. Almuhimu wa kullu almuhim ni kwamba ikiwa kanun itaendana na fitra ya mwanadamu anaipokea na inakuwa ni kitu nyepesi kwake kukubali. Lakini ikiwa kanuni ya kutoka kwa mwanadamu kwenda kwa mwanadamu mwingine haiambatani na fitra, mwanadamu hawezi kukubaliana naye. Mathalan, katika zama hizi kuna hizi kanuni ya kuoa ya ndoa. Kanuni ya ndoa ni kwamba asili ya maadili ya ndoa ni kwamba ni kusababisha vizazi na vizazi na vizazi vipatikane. Tunapata kwamba kando na dini, tunapata kando na sheria ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alileta, kando sasa na sheria Mwenyezi Mungu, kando na dini, kando na kila kitu, tuweke kwanza dini kando, turudi sasa kwa mwanadamu. Na katika wazee wetu ambao kwamba walikuwa kabla, wazee wetu walikuwa wanahukumu, wanasema kwamba hakuna mtu kuoa au kuwa na uhusiano na mwanamke mwingine au na mwanamume kuwa na uhusiano na mwanamke ila baada ya wao kuhalalisha, ima kuhalalisha kwa njia moja ambayo kwamba walikuwa najua, ambayo kwamba hiyo njia ilikuwa ni halali kwao, ama ni nini. Yani wote walikuwa na culture aina hiyo, wote walikuwa na desturi aina hiyo, kwamba mtu atakapotaka kuchukua binti kutoka kwa boma fulani ni lazima ahalalishe, ni lazima atabikishe culture ambayo kwamba wazee walikuwa wameweka. Na dini ilipokuja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kupitisha mambo mengi, yani kwamba kabla kuoana ni lazima kupitisha 1, 2, 3. Mathalan kuna mahari, mathalan kuna baada mahari, kuna sigha, ile sigha ya mume na mke na vitu kama hivyo, ndo ili ndoa iwe ni yenye kupita. Sasa tunaona hizi kanuni zinaendana na fitra mwanadamu, kwamba mwanadamu huyu mume na mke watakapoana watasababisha vizazi na vizazi vyenye. Lakini sasa tukiangalia kanuni ambazo kwamba wanadamu wanatuwekea ni kanuni ambazo kwamba zinaenda kinyume na fitra. Mathalan kanuni au hizi uhalalishaji wa ndoa ya mume kwa mwanamume, na leo mpaka inashangaza na inasikitisha sana tena sana, tunapata mpaka katika mitaa zetu zote zimeenea masala ya gayism, ya mwanamume kuwa na urafiki na mwanamume mwingine, ambaye kwamba leo imekuwa ni kitu cha kawaida. Leo watu wanafanyia advertisement, leo watu wanazikubali, wanawake kwa wanawake wanaweza wana na dunia ikubali, na wale ambao kwamba wanaowezesha ni viongozi, pengine viongozi wa sehemu fulani. Hivi ni vitu ambavyo kwamba hata utakaporudi hao wenyewe ambao kwamba wanafanya hivyo, fitra yao, tunasema tena fitra yao, maumbile yao, wacha tuingie ndani zaidi, sauti ambayo kwamba inatoka katika nafsi zao, hao ambao kwamba wanafanya hivyo, wanaume ambao kwamba wanajihusisha na mahusiano ya wanaume kwa wanaume, wanawake ambao kwamba wanajihusisha mahusiano ya wanawake kwa wanawake, ambao kwamba katika Kiswahili tunawaita wanaosagana. Fitra yao, na tena pia tunawahutubia, fitra zenu zinawasuta kila wakati. Yani wakati tutakaporudi katika maumbile haidanganyi. Maumbile inasema kwamba kitu unachofanya ni makosa wakati inakusuta wewe mwenyewe. Tusiende mbali, turudi kwa yule ambaye kwamba anayefanya makosa au amezoea kuchukua haki za watu. Mfano yule ambaye kwamba anaiba, mwizi wakati ambao kwamba anapoiba
kweli inamuingizia hela, inamsaidia, inamfikisha pahali, inamfaidisha. Lakini sasa kuna wakati ambao kwamba anapobaki peke yake, fitra inaanza kumsemeza kwamba wewe ulichokifanya si sahihi, wewe ulichokichukua sio sahihi. Na wengi utakapoketi nao chini, ukiwauliza wewe ulichokifanya hivi, wakati ambao kwamba ulichokifanya ulikuwa unaridhia, wakati wa kwanza ulikuwa unaridhia pengine, lakini sasa baadaye ndo anaanza kujuta, mimi nilifanya hivi, nilifanya hivi. Hii ni wakati ambao kwamba fitra, maumbile, nature ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumba nayo. Wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu ametumba nayo nature, inamaanisha kwamba fitra haiwezi enda kinyume na matendo yetu kabisa ambayo kwamba sisi tunafanya, au matendo yetu haiwezi enda kinyume na fitra ambayo kwamba sisi tunayo. Kwa hivyo wakati ambao kwamba tutakaporudi katika hizi kanuni ambazo kwamba ziliwekwa na hawa mabwana, tunapata kwamba wale ambao kwamba walikuwa chini yao, wale ambao kwamba walikuwa wanatawaliwa na hizo kanuni, walizikataa, wakazikataa, na tarehe na historia inashuhudia kwa hayo. Ilikataa kwa sababu, na sababu hapa ametaweza kutaja zaidi ya sababu 5 ambazo kwamba ni sababu za kimsingi kwa nini, au sababu 6 kwa nini walikataa hizi kanuni ambazo kwamba mababe na mababe walieka, lakini wakasema hizi kanuni sisi hatuzitaki. Ya kwanza kabisa tutakuwa ni wenye kutaja hizi kanuni 5, hizi sababu 5 au 6 ambazo kwamba zilikataa hizo kanuni, alafu kisha tuanze kutabikisha hizo kanuni ambazo kwamba waliziweka ni kanuni aina gani. Ya kwanza kabisa, anna hadhihi alqawanin lam takun saliha lilkull bal lilba'd. Wakati ambao kwamba hawa babe walipoweka hizi kanuni, zilikuwa ni kwa ajili ya maslahi ya baadhi ya watu na haikuwa ni maslahi kwa baadhi ya watu. Kwamba baadhi ya watu ambao kwamba pengine familia au viongozi, pengine wakaribu wake, pengine kabila fulani, ndio ambao kwamba walikuwa wanafaidika, lakini kabila nyingine walikuwa wafanye nini? Walikuwa hawafaidiki na walikuwa hawapati maslahi aina yote ile. Sasa hizi kanuni utapata kwamba ilikuwa inawafeva wao peke yao, ndio wakawa ni wenye kukataa. Tutakuja na mifano baadaye, lakini sasa hizi ni kuzitaja tu hizi sababu kwa nini walikataa hizi kanuni. Sababu ya pili kwa nini walikataa hizi kanuni, na historia inathibitisha hilo, anna hadhihi alqawanin faqat takhdumu. Hizi kanuni zinahudumia kina nani? Zinahudumia wale ambao kwamba wana uwezo, wale ambao kwamba ni matajiri peke yake. Maana tukirudi katika historia tunapata wale ambao kwamba wanaongoza katika dhulma, wale ambao kwamba wanaongoza katika kutesa wengine, ni watu ambao kwamba tunawapatia jina al-ghani, yule ambaye kwamba ni tajiri. Kwa hivyo anna hadhihi alqawanin, kanuni ambazo kwamba walizoziweka, fakat wa fakat, hizo kanuni takhdumu lilghani, inahudumia mtu ambaye kwamba ni tajiri peke yake, wala takhdumu lidhaif, na wala haimsaidii huyu mtu ambaye kwamba ni maskini, ambaye kwamba ni hohehahe, ana chochote. Hiyo ni ya pili. Ndio maana wakaona hapana, hizi kanuni zinawasavu wao, wacha twende kinyume nayo. Nukta tatu ni kwamba anna hadhihi alqawanin, ya kwamba hizi kanuni ambazo kwamba walizoziweka, ni ibara ya nini? An akhdhi kulla, ni ibara ya kuchukua kila kitu ma yasduru ani dhaif, kila kitu ambacho kwamba kinatoka kwa mtu ambaye kwamba ni mnyonge, bihaithu la yabqa bima yamliku huwa, kiasi ambacho kwamba habaki na kitu ambacho kwamba anacho kimiliki, bali siku zote atabaki yeye ni mnyonge, na siku zote yeye atabaki ni dhaifu. Na hivyo pia wakati wa leo katika zama zetu tutaziona, itakuja katika mifano katika zama zetu tunaziona
Kuna nchi ambazo kwamba zinamiliki na zina uwezo na ni matajiri sana tena sana, pengine ni matajiri wa madini, ni matajiri wa mazao, yani mazao mazuri katika hizo nchi, wana utajiri wa asili. Sasa zile nchi ambazo kwamba ni tajiri zina take advantage ya hizi nchi ambazo kwamba ni maskini, zinachukua na zinaenda nazo, zinawambia sisi tutawarudishia hivi vitu ambavyo kwamba tumechukua kutoka kwenu, na kama tutawarudishia nyinyi mtalipa kwa bei rahisi sana, wakati ambao kwamba watakaporudishiwa watalipa kwa bei ya juu, na ni vitu vyao ambavyo kwamba wao wenyewe wanaweza jitengezea. Maanisha kwamba hizi kanuni hawa katika historia inathibitisha kwamba zilikuwa ni zenye kupingwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu inahudumia watu ambao kwamba, au inakuwa ni yenye kuhudumia na kuchukua haki za yule mnyonge, bihaithu la yabqa bima yamliku, huwa kiasi ambacho kwamba hamiliki kitu ambacho kwamba anamiliki wakati ambao kwamba anamiliki. Alafu inshallah taala katika darasa zinazokuja tutaangalia nukta 4 na 5 na 6. Kwa nini hawa katika historia inathibitisha kwamba watu ambao kwamba walikuwa wanatawaliwa walikuwa ni wenye kwenda kinyume na kanuni ambazo kwamba walizowekewa. Tumetaja sababu 3, zimebaki sababu 3. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.